DW Dunia Yetu leo mchana. Shukrani John kwa taarifa ya habari. Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi mchana huu. Utasikia kwa kina hatua ya serikali ya Marekani kuziwekea vikwazo kampuni kubwa zaidi za mafuta za Urusi. Huko Kamerun, baraza la katiba la tupilia mbali malalamiko yote ya kupinga uchaguzi wa rais. Na nchini Tanzania, wanaharakati wa jinsia wawataka wa Tanzania kukemea udhalilishaji na lugha za kejeli dhidi ya wagombea wanawake kanasi. Na tunaanza uchambuzi mchana huu kwa ripoti hii inayosema utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umetangaza vikwazo vikubwa dhidi ya makampuni mawili makubwa zaidi ya mafuta yaliyo chini ya serikali ya Urusi. Vikwazo hivyo dhidi ya Urusi vimewekwa huku Trump akilalamika kuwa mazungumzo yake na rais wa Urusi Vladimir Putin yanayolenga kuvimaliza vita vya Ukraine hayazai matunda. Angela Mdungu na taarifa zaidi. Vikwazo vilivyotangazwa na Marekani Jumatano dhidi ya makampuni ya mafuta ya Urusi ya Rosneft na Lukoil vimewekwa baada ya miezi kadhaa ya wito wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumtaka Trump aiwekee Urusi vikwazo vikubwa zaidi katika sekta ya mafuta ya nchi hiyo. Akizungumzia hatua hiyo ya utawala wake, Trump amebainisha kuwa leo ni siku kubwa kwa maana ya kile tunachokifanya. Vikwazo hivi ni vikubwa sana, ni dhidi ya makampuni mawili ya mafuta na tuna matumaini kuwa havitadumu kwa muda mrefu. Tuna matumaini kuwa vita vitamalizika. Marekani imeiwekea Urusi vikwazo hivyo wakati katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte akiwa mjini Washington kwa mazungumzo na Trump. Muda mfupi baada ya Marekani kutangaza hatua hiyo, Urusi kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje Maria Zakharova imesema vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya sekta yake ya mafuta ni hatua isiyo na tija na inahatarisha juhudi za kidiplomasia za kuvimaliza vita vya Ukraine. Kwa upande wake, aliyewahi kuwa rais wa Urusi Dmitry Medvedev ameeleza mapema leo kuwa uamuzi wa utawala wa Trump wa kufuta mkutano wa Budapest na kuweka vikwazo dhidi ya makampuni ya mafuta ya Urusi unaonyesha kuwa Marekani ni adui wa taifa hilo na iko mbioni kuingia vitani na Moscow. Aidha, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameipongeza hatua iliyochukuliwa na Marekani akiitaja kuwa ni muhimu. Zelensky amesema uamuzi huo ni ishara muhimu kwa nchi nyingine duniani kuungana kuiwekea Urusi vikwazo. Naye mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameupongeza utawala wa Trump kwa vikwazo dhidi ya sekta ya nishati ya Urusi na kuongeza kwamba ni ishara muhimu. Hayo yanajiri wakati ambapo Umoja wa Ulaya katika hatua tofauti umekubaliana kuchukua hatua mpya dhidi ya Urusi zinazolenga kuyadhoofisha mapato ya nchi hiyo yanayotokana na gesi na mafuta. Itakumbukwa kuwa viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kufanya mkutano mjini Brussels leo Alhamisi, huku moja ya ajenda yao ikiwa ni kujadili namna ya kuisaidia zaidi Ukraine katika mzozo wake dhidi ya Urusi. Na tukiachana na mzozo huo kati ya Urusi na Ukraine, huko Cameroon, baraza la katiba limetupilia mbali malalamiko yote yaliyokuwa yakipinga uchaguzi wa urais uliofanyika Oktoba 12 na hivyo kufungua njia ya kutangazwa kwa matokeo kamili. Wakati haya yakijiri, vikosi vya usalama vimekabiliana na waandamanaji wa upinzani katika miji ya kaskazini. Saumu Njama ameandaa ripoti hii. Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 anaripotiwa kuwa karibu kushinda muhula wa 8 madarakani, hali iliyochochea maandamano katika mji mkuu na miji mingine nchini humo kufuatia tuhuma za udanganyifu wa uchaguzi. Baraza la katiba limekataa maombi 10 yaliyokuwa na madai ya kujazwa kwa kura bandia, vitisho kwa wapiga kura na dosari nyinginezo, likitaja sababu za ukosefu wa ushahidi wa kutosha au halina mamlaka ya kufuta uchaguzi. Maamuzi ya baraza hilo ni ya mwisho na hayawezi kukatiwa rufaa. Issa Chiroma, aliyekuwa mshirika wa Biya na sasa ni kiongozi wa upinzani, alidai kupitia ukurasa wake rasmi wa kampeni kuwa ameshinda uchaguzi kwa 54.8% ya kura, akidai kuwa matokeo hayo yanawakilisha 80% ya wapiga kura.
Hata hivyo, alikataa kuwasilisha malalamiko yake kwenye baraza la katiba, akionya kuwa hatakubali matokeo mengine yoyote. Kwa watu wa Kamerun walio wengi kwa kiasi kikubwa hawatakubali kamwe uhalalishaji wa baraza la katiba kuhusu upotoshaji na ujazaji wa kura, kwani jambo hilo limefika katika uangalizi wa dunia nzima. Ndugu zangu wapendwa wa taifa hili, hali ni ya kutia wasiwasi. Hatutaruhusu ushindi wetu kuibiwa. Ikiwa wanapendelea kutishia utulivu na amani ya nchi badala ya kukubali kushindwa, tutajibu kwa msimamo wa amani wa wananchi. Serikali imekanusha tuhuma za udanganyifu wa kura na kuwataka wananchi kusubiri matokeo rasmi. Maandamano ya hapa na pale yamezuka katika miji kadhaa baada ya matokeo ya awali yaliyoripotiwa na vyombo vya habari vya ndani kuonyesha Biya anaelekea kushinda. Siku ya Jumatano, mapigano yalizuka kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa Shiroma katika miji ya Marua na Giraua kaskazini mwa Kamerun. Vikosi vya usalama vilitumia mabomu ya machozi kuwatawanya wafuasi wa upinzani waliokuwa wakiandamana katika mji mkuu Yaounde na Garua. Rais Biya, ambaye ameongoza nchi hiyo ya Afrika ya Kati tangu mwaka 1982, anaweza kuendeleza utawala wake hadi karibu na umri wa miaka 100 iwapo baraza la katiba litathibitisha ushindi wake baadaye wiki hii. Na huko nchini Tanzania, muungano wa asasi za kiraia zinazojihusisha na masuala ya jinsia, wanawake na watoto umewahimiza Watanzania kupiga kura na kukemea vikali udhalilishaji na lugha za kejeli dhidi ya wagombea na viongozi wanawake kuelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba 29, wakisisitiza kuwa Tanzania kuwa na rais mwanamke si laana bali ni juhudi zilizofanywa kwa miaka mingi. Florence Majani anatuarifu zaidi. Tamko hilo limesomwa ikiwa zimebaki siku chache kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Akisoma tamko hilo kwa niaba ya asasi zaidi ya 10 zinazoangazia masuala ya wanawake, vijana na watoto, mwasisi wa chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA, Rose Haji Mwalimu, amesema mwanamke kiongozi anaposhika madaraka basi asihukumiwe kwa jinsia yake, bali kwa uwezo, uzoefu na dira yake ya maendeleo. Tanzania imepiga hatua ya juu sana ya kumpata mwanamke ambaye ni kiongozi wa taifa, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Yeye amekuwa kama ni kigezo mtu, kielelezo kwa wanawake wengine. Kwa mwaka huu umeona kuna wanawake wawili wengine wamejitokeza kuwania urais. Kwa hiyo mwamko kwa Tanzania nasema umekuwa mzuri, lakini bado hautoshi. Katika tamko lao, asasi hizo zimesisitiza kuwa zinakwenda kutimiza wajibu wao wa kikatiba kwa kupiga kura, huku wakihimiza wanawake na makundi mengine kwenda kushiriki katika mchakato huo wa kikatiba wa kupiga kura. Halikadhalika, tamko hilo limeitaka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, vyama vya siasa na wadau wote kuhakikisha mazingira ya uchaguzi yanakuwa salama, jumuishi na huru dhidi ya vitisho, udhalilishaji na ukatili wa kijinsia ambao wamesema mara nyingi huwakatisha tamaa wanawake kushiriki kikamilifu katika siasa. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Binti Makini, Janet John, ambaye pia ni miongoni mwa asasi zilizotoa tamko hilo, amesema hakuna mtu ambaye hatamani ya kumwona mtoto wake ni rais. Iwe hivyo hata kwa mtoto wa mwenzio akishika nafasi, tusimjaji kwa kigezo cha jinsi, ila tuangalie kile anachokifanya, lakini tusitumie kigezo cha jinsi kumjaji mtu kwenye masuala mazima ya uongozi. Tamko hilo limesema kuwa kwa kumpata rais mwanamke Samia Suluhu Hassan, Tanzania imepiga hatua kubwa, kwani kupitia yeye dira ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDG namba 5 inayosisitiza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake katika maamuzi imetekelezwa. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya wanawake katika jitihada za maendeleo Wajiki, Janet Mawinza, amesema wanawake wanapaswa kwenda kupiga kura ili iwe fursa kwa wao kuwatwika walio madarakani mahitaji yao. Kuna umuhimu wa ushiriki wa wanawake katika swala zima la uongozi, ambapo kila mmoja ana wajibu kulingana na miongozo na sera. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama kutakuwepo na uongozi wa wanawake, masuala yanayowahusu wanawake na jamii kwa ujumla yanaenda kutekelezwa na kusimamiwa bila changamoto yoyote. Tamko hilo limetolewa na muunganiko wa asasi zaidi ya 10 za kiraia, ikiwamo TAMWA, asasi za wanawake wanasheria, WiLDAF na WULAC, Wajiki, asasi za vijana zinazoangalia haki za wanawake, vijana na watoto, ikiwamo Young na Live, pamoja na Generation Act Africa. Wamelitoa tamko hilo wakati Tanzania ikijiandaa na uchaguzi
mkuu utakaofanyika Oktoba 29, na uchaguzi huo unatarajia kushirikisha vyama zaidi ya 17 vya upinzani. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo.